Kwa nini shetani alipenyeza dhambi kupitia mwanamke? Na kwa nini asipenyeze kupitia mwanaume hiyo dhambi? Iko hivyo. Katika viumbe vyote ambavyo Mungu aliviumba, mwanamke hakuumbwa. Wanyama, ndege, samaki na viumbe vingine vyote viliumbwa viwili katika ukamilifu wake. Na ndio maana ukiona jogoo anapendeza kuliko tetee, mbwa dume anapendeza kuliko mbwa jike, tausi dume anapendeza kuliko tausi wa kike. Unaona? Lakini kwenye swala la mwanadamu, mwanamke anapendeza kuliko mwanamume. Sasa Ibilisi kwa kuwa alitambua ya kwamba mwanamke ndiyo kiumbe pekee ambacho hakikuumbwa. Sasa kitu ambacho hakikuumbwa ni kitu kidhaifu, kioga au kiumbe oga. Kwa hiyo Ibilisi alitumia nafasi hiyo. Yeye hakumwendea Adamu, sababu Adamu kulikuwa na ukamilifu katika uumbaji wake. Akamwendea Hawa kwa sababu mwanamke ndiyo kiumbe ambacho hakikuumbwa. Kwa hiyo mwanamke huyu Hawa, Ibilisi alipenyeza mbegu yake kuingia ndani ya mwanadamu kuleta dhambi. Unapoona kaburi, unapoona kifo, unapoona jeneza, unapoona msiba, unapoona njaa, unapoona vita, unapoona magonjwa na kila kitu, ujue ya kwamba vilipenyezwa kupitia mwanamke. Kwa hiyo Mungu kwa kujua kimbele alianza kumzuia huyu mwanamke asiwe mtawala. Akamwambia, wivu wako wewe mwanamke utakuwa juu ya mume wako, naye atakutawala. Hiyo ni Mwanzo 3. Atakutawala. Kwa hiyo mwanamke aliumbwa atawaliwe na mwanamume. Sasa kwa kuwa mwanamke Ibilisi alitumia huyu mwanamke kupenyeza dhambi, na Mungu vile vile anamtumia mwanamke kupenyeza uzima, yani kupitia Mariamu Yesu Kristo kuleta ukombozi kwa wanadamu, kupitia Hawa Ibilisi kuleta dhambi katika jamii ya wanadamu. Kwa hiyo Hawa alitumiwa na Ibilisi, dhambi ikaingia, alafu